Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, watazamaji wote wa GCN, watoto wa Mungu mnaofuata ibada hii na washirika wa makanisa ya matawi, ni somo la 56 katika kitabu cha Mwanzo. Kwenye somo lililopita niliwaelezea jinsi gani madinosauri walibadilika baada ya kufukuzwa kutoka bustani ya Edeni na kushushwa huku duniani. Kitu cha kwanza, badala ya wao kutubu, walihisi kana kwamba wametendewa vibaya bila haki. Unaweza jiuliza, aje mnyama asikie vibaya? Naam, kwa sababu walikuwa wanyama wa bustani ya Eden, mbingu ya pili, tofauti sana na wale wa dunia hii. Walikasirishwa na adhabu waliopewa, kwa sababu kwao waliona hatukukula tunda lile, tunaadhibiwa nini? Na zaidi ya hiyo, madinosauri waliangalia wanyama wa dunia hii kama wasura mbaya na duni na wasiofaa, na wakawa na kiburi, wakawazia wao ni viumbe wakuu wa hali ya juu. Kwa haraka wakawa mawindo ya shetani, wakachafuliwa na uovu na wakawa wakali wenye fujo. Na zaidi ya hiyo, muundo wao ukawa ni wa kimwili, kwa sababu walikuja huku duniani, na ndio maana wakawa na hisi njaa kali sana. Katika bustani ya Edeni, ulimwengu wa kiroho, hawakuhisi njaa. Walikula, lakini kukula kwao si eti walikuwa na njaa ndio maana wanakula, hapana. Lakini baada ya kufukuzwa kukuja huku duniani, walihisi njaa ile mbaya sana. Walikula tunda lolote, nyasi yoyote walipata. Na madinosauri wengine wakaanza hata kula nyama baada ya kunusa damu ya wanyama ambao waliwaua kimakosa ama kiajali. Na kwa sababu madinosauri wengi walikuwa wakubwa, ilibidi wakule vyakula vingi isaidie miili yao. Wanyama wa dunia hii walikuwa naishi kwa amani wakati huo. Hakukuwa na mawindo ama kukula wanyama wengine. Lakini kwa sababu hawa madinosauri walikuwa wakubwa sana, wanyama wa dunia hii walikanyagwa hadi kufa. Na madinosauri wakanusa damu yao, na mazingira ya dunia hii kaharibika sana haraka. Nauliza, ndovu, elephant, wao wanakula nini ndio kwamba waishi? Wanakula nini? Naam, wanakula nyasi. Lakini kuna ndovu ambao hawakuli matawi. Unaweza wazia kuna ndovu wanakula nyama, hakuli nyasi. Jua ndovu pia hula nyama, kama ujui. Kule India kuna ndovu wa kukula binadamu alitokezea, na watu pale wakaogopa sana. Na alikula watu 17 binadamu. Na watu walijua baadaye. Lakini hebu niwasomee makala fulani kuhusu jambo hili kwa ufupi tu. Inasema, baada ya mashauriano ya muda mrefu, watu waliamua kuwafukuza ndovu. Walitumia bunduki za kuwinda kuwaondoa kijijini, na katika harakati hizo ndovu jike mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi. Cha kushangaza, hata hivyo, uchunguzi wa maiti ya ndovu ulionyesha dalili za ulaji wa binadamu, ikiwa pamoja na DNA ya watu 17 ambayo haikuwa imesagwa tumboni mwa ndovu huyo, jambo lililowatisha wakazi pale. Mtaalamu wa wanyamapori Dave Salmon anahisi kwamba uharibifu wa makazi unasababishwa na hali mbaya ya anga na ongezeko kubwa la idadi ya wanadamu. Huenda imesababisha ndovu wakashambulia wanadamu ambao ni mawindo rahisi. Wengine wamedokeza kwamba ndovu wamegeuka kwa wala wanadamu baada ya kupoteza watoto wao mikononi mwa binadamu. Hiyo ni ripoti ilitokea baada ya tukio hilo. Sababu iligeuka kuwa ndovu wanakula binadamu haijajulikana mpaka leo. Hata kama wao ni wakukula mimea, lakini hali ya anga ikiwa mbaya ama dalili iwe mbaya,
Ndovu wanaweza kuwa wenye fujo, waue watu na kuwakula. Unasikia ndovu mmoja alikula watu binadamu 17. Sasa kwa madinosari hawa walioshushwa kutoka kwenye bustani ya Eden, kila kitu duniani ilikuwa tofauti sana. Iwe ni hali ya anga, mazingira, haikuwa nzuri kwao, haikuingiana nao kabisa. Wakati mtu anaanguka kwenye ulimwengu wa kimwili, njaa ni lazima utasikia na utakuwa wafujo. Hata nyinyi hapa, wakati wa kiangazi hakuna chakula, ama wakati uko na njaa unakuanga na hasira. Mnakuanga na hasira mkiwa na njaa. Mlikuwa vile kabla muokoke, lakini mumeokoka mko tofauti. Sasa madinosari walikuwa hivyo hivyo. Ndugu zangu wapendwa, kuna jambo jingine ambalo lilisababisha mazingira kuharibika na kuchafuliwa kwa haraka sana. Nayo ni mavi ya madinosari. Wakati madinosari waliishi bustani ya Eden, hawakuhitaji kukunia, kwa sababu chakula walikula ilisagwa 100% ndani ya tumbo na mwili. Lakini baada ya kushuka duniani, ilibidi waanze kukunia baada ya kula. Na juu madinosari walikuwa wakubwa, wakikunia, yale mavi yalikuwa duniani yalikuwa makubwa sana, na dunia ikachafuliwa kwa haraka sana. Inasemekana ng'ombe mmoja tu kukula majani ya kawaida hutoa takriban lita 280 ya gesi ya methane kila siku kupitia kutoa mavi. Poleni kwa lugha, lakini inabidi. Na inasemekana wanyama wa kukula mimea ni wakubwa kuliko wale wanakula nyama. Sasa dinosari mkubwa wa kukula mimea alikuwa mita 40 kwa ukubwa na kwa uzito tani 150 ama 200. Unaweza imagine huyo dinosari anaweza kuwa mkubwa kiasi gani? Sasa ile gesi ya methane anatoa wakati anaenda haja inaweza kuwa ni kubwa kiasi gani? Sasa anafaa kula kiasi gani ndio ajaze tumbo? Hata ndovu hutembea siku nzima akitafuta nyasi ndio kwamba ajaze tumbo. Na hata nakula matawi hapa na pale, hapa na pale, bado haitoshi kujaza tumbo. Ukienda huko Afrika, pengine unaweza kuwa Afrika na hujaienda Afrika. Ukienda pale Afrika, uone twiga, giraffe, hawana wakati wa kupumzika. Kila wakati shingo iko juu, ni kukula tu kwenye miti na shingo ndefu, kukula tu. Ni kukula, hakuna hata wakati wa kupumzika. Lazima afanye hivyo ndio ajaze tumbo. Ukaacha hata ng'ombe shambani kwa nyasi, hata kula tu. Si rahisi upate ati amelala ndani ya nyasi. Hapana, ni kukula nyasi, si kulalia. Sasa gesi ya methane ambayo inatoka hutoka pande zote za mpito wa kutoa haja. Wanasayansi wengine wanadai ya kwamba nadharia fulani ya kusema gesi ambayo ilitoka kwa madinosari ndio ilichafua dunia. Na ni kawaida kusema hivyo ikiwa tutaelewa mazingira ya wanyama na jinsi madinosari walivyokuwa wakubwa. Hata hivyo, hawako sahihi kabisa wakidai ya kwamba madinosari walichafua mazingira kwa muda mrefu. Hawako sahihi. Kiwango kingi cha gesi ya methane ikitoka kwa madinosari imetosha kuinua hali ya joto kwa pakubwa sana duniani, na ilete hatari hata kwa kinga ya miale ya jua, ozone layer. Mungu hakuangalia tu hii na kuipuuza wakati madinosari walikuwa wanachafua mazingira na wakiharibu taratibu wa mazingira. La sivyo, Mungu angepuuza, dunia yote ingekuwa vurugu tupu. Dunia nzima, idadi ya madinosari ambayo ilishushwa kutoka mbingu ya pili hawakuwa wachache, walikuwa wengi na wakubwa. Na kwa hivyo Mungu ilibidi aharibu madinosari wote mara moja. Sasa Mungu angeweza kuharibu madinosari wote mara moja aje? Aliwaharibu kwa moto kutoka mbingu ya pili. Mwanzo 19:24 mpaka 25 tunapata tukio ambapo Mungu alitekeleza hukumu yake kwa moto kutoka mbinguni. Ilitendeka wakati Mungu aliharibu
Sodoma na Gomora. Inasema ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto kutoka mbinguni kwa Bwana, akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Wakati huo Mungu alihukumu miji hiyo kwa moto kutoka mbingu ya pili. Moto wa Roho Mtakatifu utaona tu kama macho ya kiroho itafunguka, lakini moto kutoka mbingu ya pili unaweza ona hata kwa macho makavu. Wafalme wa kwanza 18:38 nasema, ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mifereji. Na moto hapa pia katika mstari huu pia ni moto uliotoka kwenye mbingu ya pili. Ni kumaanisha Mungu alichoma na kuharibu madinosari kwa moto kutoka mbingu ya pili, moto alioandaa. Na viumbe vyote vya uhai huku duniani hurudi mavumbini yakikufa. Viumbe vyote vyenye uhai vikikufa hurudi mavumbini. Hata binadamu, mifupa, nini, kila kitu kitarudi kuwa mavumbi. Sasa ule moto ulifaa kuwa moto mkubwa kabisa, ndio uharibu madinosari wote mara moja. 공룡은 지구의 흙이 아닌 둘째 하늘 에덴 동산의 흙으로 지어졌다는 사실을 기억하시는지요? Madinosari waliumbwa katika mbingu ya pili, si huku duniani. Na muundo wa uumbaji wao ni tofauti na muundo wa uumbaji wa wanyama wa huku duniani, tofauti kabisa. Muundo wao ni kama wa diamond, wa almasi, muundo mzito. Na vifaa vya huku duniani na vya mbingu ya pili vinafanana, lakini muundo wake ni tofauti kabisa. Kwa hivyo baada ya madinosari kufukuzwa kuja huku duniani, bado muundo wao ule wa asili ulibakia hata baada ya kuchomwa, muundo wa mbingu ya pili. Kwa hivyo mifupa yao na nyama zao si rahisi kuvunjika ovyo ovyo kama za wanyama wa huku duniani. Ndio maana ilibidi kuwe na moto nzito, si ya dunia, kwa sababu wale waliumbwa kutoka kwa mavumbi, si ya dunia hii, mavumbi ya bustani ya Edeni, mbingu ya pili, ulimwengu wa kiroho. Lakini sisi pamoja na wanyama wote na mimea yote huku duniani, baada ya mwisho wa maisha duniani lazima tutarudi kwa mavumbi, hata uwe nani. Na baada ya muda mrefu, iwe ni baada ya muda mrefu, alama zote, dalili zote zitapotea kabisa. Kwa hivyo moto wa dunia hii haungeweza kuteketeza madinosari kabisa, haingeweza. Lakini moto kutoka mbingu ya pili ingeweza kuharibu kabisa na mara moja wale madinosari. Sodoma na Gomora pia iliharibiwa kabisa kikamilifu kutokana na moto kutoka mbingu ya pili. Sasa unaweza imagine, jaribu kutafakari, huo moto wa mbingu ya pili ni ya nguvu kiasi gani na ni tofauti kubwa aje na ya dunia hii.
Katika siku za Eliya, moto ulishuka kutoka mbinguni na kuteketeza maji yote, kuramba maji yote kwenye mifereji. Moto wa dunia hii hauwezi kuchoma maji. Moto wa dunia hauwezi kuchoma maji, badala yake maji ndio inaizima. Alama za madinosari libaki ndio Mungu ajulishe watu siku zijazo ya kwamba madinosari walikuwepo lakini walipotea namna gani. Ukaangalia piramidi kuu za Misri, utaona kuna mabaki mengi yamebakia pale. Na Mungu Baba aliacha mabaki yale yote, alama zote kama zile za piramidi, ndio ionyeshe piramidi haikujengwa kwa hekima ya watu wa hii dunia. Ni kuonyesha Adam wakati alikuwa bado mbingu ya pili, yeye ndo alijenga piramidi hizo. Kwa hivyo mabaki ya madinosari ambayo kuna dhibitishwa kwamba madinosari walipotea mara moja wote kwa moto kutoka mbinguni, mbingu ya pili. Dhibitisho ya kwanza ni kwamba idadi ya mabaki ya madinosari ni kubwa kuliko mabaki ya wanyama wengine. Ni dhibitisho moja. Kwa jumla ndio kitu kiwe fosili, mabaki ya kale, mabaki ya kiumbe hai lazima izikwe kwenye mashapo, na lazima iwe na viungo vigumu kama meno, mifupa ama magamba. Lakini ikioza kwa haraka, hakuna mabaki tabaki kwenye mashapo. Kama mwili uliokufa itazikwa kwa kutumia vifaa vinavyoweza tumika kama vihifadhi, preservative, basi itakaa kama mabaki ya kale na itakumbukwa. Na mashapo hapo nikisema ni kama barafu ama hewa kavu ama resini ama lami asili, zinafanya kazi kama vihifadhi. Resini ni ute ulioganda wa mti na vitu vingine. Wakati unapofosilika hugeuka kuwa kaharabu, aina ya jiwe la thamani. Na wakati mwingi mizoga ya wadudu hupatikana ikiwa imehifadhiwa ndani ya kaharabu hii. Njia nyingine ya fosili kuweza kujitengeneza kwenye viumbe hai ni kinapopata joto kali na shinikizo, pressure kubwa. Kwa mfano wakati kiumbe hai kifunikwa kwa ghafla na mavumbi ama majivu ya volkano, pale inakuwa mabaki ya kale. Ukaangalia kama mji huo wa Pompeii, ni mji ambao ulifunikwa na mavumbi ya volkano kwa ghafla mwaka wa 79 kabla ya Kristo. Ukitazama mabaki ya mji huu wa Pompeii, hata miili iliyotolewa pale inaonyesha uso wao, sura zao zilikuwa aje wakati ule, wakati ambapo volkano ilikuja kwa ghafla. So inatuonyesha walikuwa nafanya nini, walikuwa naishi maisha gani. Ukiangalia sura zao, na kwa sababu majivu ya volkano yalifunika mji ule kwa ghafla, hifadhi hizi zinatuonyesha maisha yao walikuwa naishi aje. Sasa mnyama kakufa tu ile kikawaida tu, basi mabaki ya kale si rahisi kupata. Ndio maana mabaki ya wanyama wengine ni nadra sana kupata, lakini ya madinosari yanapatikana. Mabaki ya madinosari ni mengi kabisa, yanapatikana kote duniani na yanapatikana kwa wingi. Na sasa inadhibitika ya kwamba Mungu ndiye alileta janga hili duniani kwa moto kutoka mbinguni mara moja, na tena kaizima mara moja. Sasa ukweli huu unadhibitisha kwamba madinosari walitoweka wote mara moja kwa hukumu ya moto. Ushaikuwa ndani ya museum ukaona mabaki ya wanyama kama simba na chui milia? Pengine sidhani, juu sijai sikia kuna mabaki ya simba. Lakini ukienda kwenye kila taifa utaona mabaki ya madinosari. Dhibitisho ya pili ya kwamba madinosari walifagiliwa kwa moto kutoka mbingu ya pili ni mayai yao, mabaki ya mayai yao na alama za miguu yao. Kuna maeneo kadhaa ya kiwango cha kimataifa ya kifosili cha mayai ya madinosari na alama za miguu yao katika nchi ya Korea Kusini. Na mayai ya madinosari, mabaki yao na alama zao za miguu zinapatikana pale katika sehemu za milima. Karibu mabaki ya mayai 130 yalipatikana kwenye ziwa la Sihwa kwenye eneo la Hwasongun na Gyeonggi-do
na karibu 100 ilipatikana katika pwani ya Sonso, katika eneo la Dukrangimyon na Bosongun na Jolanamdo. Unaona mayai, mabaki ya mayai ya madinosari yalipatikana na hata alama za miguu yao unaziona kwa runinga. Aidha, huko Uhangri, Henam na Jolanamdo, kifosili cha alama za miguu 443, alama kubwa zaidi duniani za mnyama anayeruka anaitwa Teroso zilipatikana, na alama 230 za miguu zilipatikana pia. Na pamoja na hiyo, jumla ya alama za miguu 3546 zilipatikana kwenye visiwa vitano vya Hwajungmyon na Yonsu na Jolanamdo. Sasa alama hizi zilipatikana hata kama ni kitambo. Kama haingekuwa ni moto wa ghafla, mayai haya yangekuwa vigumu sana kuhifadhi katika umbo lao. Kuhifadhi mayai haya katika umbo lao iliwezekana kwa sababu ilisababishwa na moto wa ghafla. Si rahisi yai kama hilo la kitambo lihifadhiwe mpaka leo. Mayai huvunjika kwa haraka sana. Lakini kusema mayai mengi ya madinosari yalihifadhiwa katika umbo kamili inaonyesha kwamba janga walilopata ilikuwa ni la ghafla sana, moto wa ghafla. Na kusema ya kwamba mabaki ya miguu ya madinosari imehifadhiwa kama mabaki ya kale ni dhibitisho ingine ya kuonyesha kwamba kulikuwa na hukumu ya moto kutoka mbingu ya pili. Ndio kwamba alama ya mguu ibaki vile ilikuwa na iwe safi. Ile ardhi haifai kuwa ngumu, inafaa kuwa laini kama matope, ndio alama ikue pale. Ikiwa ngumu, hakuna alama ya miguu itabaki. Na upande mwingine, kama ardhi itakuwa laini, hata ile alama pia itapotea kwa urahisi. Lakini moto ulikuja kwa ghafla, ukaivisha, ukachemusha udongo, ndio maana alama zikabakia. Sijui kama mnaelewa. Alama hizi zibaki kwenye udongo uliokauka na zikabaki pia kwenye udongo, ama tuseme udongo laini, pale ambapo mvua itakuja, upepo itakuja, alama pia zitapotea. Pande zote mbili zitapotea, haziwezi. Lakini sasa iliwezekana aje ati alama za miguu zikabakia? Na ni miaka mingi imepita. Hiyo ni kumaanisha kulikuwa na moto mkubwa ulikuja ukaivisha udongo wote, ndio alama ikabakia kabisa. Ndio maana alama zikahifadhiwa vile zilivyo. Sasa kama mfano huo, mabaki ya madinosari yanaonyesha wazi madinosari walipotea wote mara moja. Ndugu zangu wapendwa, sasa wanasayansi wa dunia hii wanaelezea aje kutoweka kwa madinosari kwa ghafla. Wanasayansi pia wanatambua ya kwamba madinosari kweli walitoweka mara moja wote wakati fulani. Lakini wanataka sana kujua ni kwa nini kilifanyika. Wanataka sana kujua. Kijumla, mnyama ndio isemekana ametoweka, kuna hatua kwa hatua wanapotea kwa kipindi fulani. Idadi yao inapungua hatua kwa hatua, si mara moja ndio hatimaye isemekane ametoweka kabisa. Kila nchi ikiwemo Korea Kusini imeweka mipaka ya uwindaji na ikatekeleza kwa ukali sheria za kulinda wanyama walio hatarini kutoweka. Hata hivyo, kulikuwa na aina mingi ya madinosari na idadi yao ilikuwa ni kubwa, lakini bado walipotea kwa ghafla mara moja wote. Ni vyema pia ujue kulikuwa na aina zaidi ya 1000 ya mabaki ya madinosari ambayo yamepatikana hadi wa leo kote duniani. Na juu idadi kubwa kama hiyo ya madinosari ilipotea mara moja wote, wanasayansi wamejitengenezea nadharia ya kuielezea. Wengine wanasema ati hali anga ilibadilika mara moja ndio wakapotea. Wengine wanasema ati virus fulani, virusi fulani ilitokezea ikawaua wote mara moja.
Hata kuna wale wanadai kwamba kulikuwa na nyota fulani lilipuka angani ikaleta miale ya moto na ikachoma kila kitu. Lakini wanasema hivyo, lakini wanashindwa kutoa ushahidi wa kuunga mkono nadharia zao. Ndio maana hawana ushawishi. Miongoni mwao mojawapo ya nadharia ya kisasa ni ile ya kusema kulikuwa na mawe angani kubwa sana, ilishuka kiajali na ikagonga dunia. Inaitwa kimondo. Kimondo kikubwa kilikuja kikagonga dunia na ikaleta mabadiliko makubwa duniani, na madinosari wakapotea. Hivyo ndivyo wanasema. Na kama kimondo kimoja upana wake diameter ni kilomita 10 kikagonga dunia hii, uzito wake ni bilioni 5 nzito, zaidi ya bomu ambayo iligonga mji wa Hiroshima. Sijasema mara 50 nzito, mara bilioni 5 nzito. Kwa hivyo ni uzito mkubwa. Na tena ni mara 10,000 zaidi ya bomu za nyuklia 25,000 ambazo Marekani na Urusi ilitupa wakati wa vita vikuu vya dunia vya pili. Okay, wanasema na hawajapima. Ndio maana yale ambayo wanasema imetokana tu na hesabu zao tu. Imagine jiwe kama lile ligonge dunia. Ni hesabu zao tu walikuwa napiga, hawakupima. Nadharia hiyo ya kusema kimondo ndio ilileta uzito mkubwa, wanasema hiyo ndio ilisababisha moto na milipuko ya volkano kote duniani, na ndio ikafanya hali anga ikabadilika kwa ghafla. Na madinosari, wanasema madinosari walikuwa naishi hali anga mzuri, sasa volkano ikatokezea, hali anga ikabadilika, ndio maana wakapotea, na chakula pia kikapotea, wakapotea. Sasa hiyo ndio nadharia yao ya kimondo, athari ya kimondo. Waliwasilisha vipande maalum vya ardhi katika kipindi cha Mesozoic na kipindi cha Cenozoic. Ni kipindi cha miaka milioni 150 iliyopita. Na kipande hiki cha ardhi kinaonyesha kwamba mabadiliko yalikuwa makubwa duniani kwenye kipindi kile cha Mesozoic. Na wanaamini ya kwamba pale ndipo madinosari walipotea wote mara moja. Kipande hiki cha ardhi kile kimetolewa kina kiasi kikubwa cha kiungo cha kemikali kinaitwa iridium. Sasa iridium hupatikana pia kwenye jiwe lile kimondo na katika majivu ya volkano. Na ndio maana wakaanza kusema iridium hii ambayo inapatikana kwenye jiwe kimondo inaonyesha, ni thibitisho ya kwamba lile jiwe lilianguka ndio ikasababisha kila kitu. Sasa wanashikilia madinosari walipotea juu ya hiyo, juu hata thibitisho iko kulingana na wao. Na mwanzoni walikuwa nasema ati kimondo kilikuwa ni kimoja ndio kiligonga dunia. Lakini ilipofika miaka za 1990s wakaanza kubadilisha, wakasema si moja, ni vimondo kadhaa viligonga dunia. Na hii ndio Daktari David Kals, mwanakemia wa kijiolojia, aliandika kwenye kitabu chake. Wanasayansi hawawezi imagine ati moto ulishuka kutoka mbingu ya pili. Hawawezi amini hiyo. Ndio maana hao wanashikilia ni moto kutoka kwenye vimondo. Na wakati sayansi inazidi kuendelea, utafiti wao unazidi kuonyesha ukweli wa Mungu ni kweli. Lakini bado kuna swali. Kama madinosari watapotea wote mara moja kutokana na kimondo hiki, viumbe vingine vya uhai walibaki aje? Kama moto mkubwa ukashuka hivi venye anasema, mimea mingine na wanyama wengine pia wangechomeka, lakini si walibaki? Hata kama kulikuwa na mabadiliko makubwa ya kutowesha kabisa madinosari, mimea wengi walibaki, wanyama wengine walibaki. Kama ni ndege, wanyama wa kutambaa, wanyama wa kuzaa, wanyama walibaki. Ni madinosari pekee walipotea. Hiyo sasa wataeleza aje?
Juu kama ni jiwe kubwa kimondo kimekuja kikagonga dunia, sitagonga kila kitu. Lakini wanyama wengine walibaki, mimea mingine ilibaki. Aje, wataeleza aje? Ni madinosari pekee walipotea, wanyama wengine, mimea mingine walibaki. Kwa hivyo, hii nadharia yao ya kimondo si ya kweli. Haiko ya kweli. Na nadharia zao zingine zote pia ziko na maswali. Kama madinosari wangepotea kutokana na virusi ama mionzi kutoka kwa mlipuko wa anga za mbali, basi mimea mingine na wanyama wengine pia hawangeponea, wangepotea pia. Hata hivyo, ukaamini ukweli ambao Mungu anaeleza ya kwamba alinyesha moto kutoka mbingu ya pili na karibu madinosari, utaelewa hali yote nzima bila maswali. Wakati Mungu alinyesha moto kutoka mbingu ya pili, kusudi lake kubwa ilikuwa ni madinosari peke yake waangamizwe. Kwa hivyo Mungu angenyesha moto kote duniani bila kuua viumbe vingine isipokuwa madinosari pekee. Angeweza kuokoa mimea mingine yote na wanyama wengine, hata kama ataharibu madinosari kote duniani mara moja. Kuna mifano kama hiyo utaipata maandiko kwenye Biblia. Kwa mfano, wakati Mungu alituma mapigo 10 kule Misri, hakuna pigo hata moja lilipiga nchi ya Goshen, pale ambapo Waisraeli walikuwa naishi. Wakati kulipatikana kwenye miimo ya mlango damu imepakwa, janga halikuingia pale, lilipita. Malaika wa kifo hangeingia pale. Malaika wa kifo alikuwa anatembea nyumba baada ya nyingine, nyumba baada ya nyingine, akitafuta ni nyumba gani haijapakwa damu kwenye miimo ya mlango. Anaingia na kuua wazaliwa wote wa kwanza. Huo ni mfano mmoja. Mfano mwingine, Mungu alipeana ishara 2 kwa Gideoni wakati aliomba ati Mungu amuonyeshe mapenzi yake, kama vile bandikwa kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Waamuzi. Gideoni aliweka sufu ya kondoo kwenye sakafu ya kupuria na akalala usiku wote. Asubuhi iliyofuata kulikuwa na umande juu ya sufu peke yake, na ardhi yote ilikuwa kavu bila umande. Na siku iliyofuata ikawa kinyume ya hiyo. Sasa vile vile wakati Mungu alinyesha moto kutoka mbingu ya pili, alichagua kuharibu madinosari peke yake na akaweka kando wanyama na mimea wengine akawaokoa. Sasa ni kipande cha ardhi pale ambapo moto wa mbingu ya pili yangukia ndio ulibadilika katika muundo wake. Na kipande kile cha ardhi ndio imebeba iridium ambayo hiyo nimesema, kupitia hatua hiyo ya moto kushuka na kuchemsha ardhi. Na wakati iridium mingi ilipatikana kwenye kipande fulani cha ardhi ambayo ilipatikana baada ya kutoweka kwa madinosari, sasa pale ndo wanasayansi wakajibebea nadharia yao ya kutoweka kwa madinosari kutokana na kimondo. Hata hivyo na sisi tujue iridium inapatikana kwa wingi katika enzi za Mesozoic na Cenozoic. Si dhibitisho ya kuonyesha kwamba kimonyoka si tunapatikana kila mahali. Kwenye kisiwa cha Pacific hakuna nyoka pale. Pengine ukapata ni binadamu aliileta pale. Lakini dinosari mkubwa anapatikana kote duniani. Aje. Kwenye kipindi kijacho nitawaelezea madinosari walikaa duniani kwa muda gani. Ndugu zangu wapendwa, hebu nitamatishe ujumbe huu. Kwenye somo la leo nimeelezea jinsi gani Mungu alihukumu madinosari, na nikawaambia alinyesha moto kutoka mbingu ya pili na akaharibu madinosari wote mara moja. Lakini Mungu kimakusudi alibakisha mabaki ya madinosari fulani, ndio watu siku zijazo wajue ya kwamba madinosari walikuwepo. Na sababu ya kutoweka kwa madinosari kwa ghafla inaelezwa vizuri kupitia neno la Mungu, hata kama haiwezi kuelezwa kwa maarifa ya kisayansi na data za kibinadamu. Vile nilishawaelezea hapo awali, ni upuzi sana kusema kwamba dinosari alipitia evolution, mageuzi.
ndio akawa dinosari mkubwa hivyo. Ni upuzi kusema hivyo. Ati dinosari alipitia mageuzi, evolution. Wakati anageuka, akikuwa, atakula nini hadi afike kwa dinosari kubwa? Nini hiyo duniani walikula miaka hiyo yote? Nauliza tena swali, walikula nini duniani miaka hiyo yote wakikuwa wakibadilika? Ati evolution ndio wajaze nafasi hizi zote duniani, kila mahali wako. Walikula nini? Miguu yao hadi ikuwe iwe mguu wa kusema sasa. Kwa nini wanasayansi wanajiita werevu waweze fikiria hivi? Kwa nyinyi ambao mnaamini nguvu za uungu wa Mungu, naomba masomo haya ya kitabu cha Mwanzo iwe ni kama kisiwa cha maji jangwani kwako. Hata hivyo, wale ambao hawapendi kuweka Mungu mioyoni mwao, wanaona fadhali wafuate nadharia za kisayansi badala ya ukweli wa Mungu. Kuna wale pia wanaogopa, juu amefanya utafiti mwingi, amechukua muda mwingi, sasa tumwambie aamini ukweli wa Mungu, afadhali aachane na ya Mungu. Hii ameshughulikia miaka mingi aishikilie. Watu wa pumbavu sana. Sasa nakuhimiza na wewe uwe tofauti. Vaa silaha yote ya Mungu kwa bidii na kwa upendo. Waefeso 6:13 nasema, basi vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku za uovu zitakapokuja, nanyi mkisha kufanya yote simameni imara. Naomba kwa jina la Bwana ya kwamba kila mmoja mujihami kwa neno la Mungu na maombi, na mutekeleze majukumu yenu kikamilifu. Hallelujah, Almighty God, our loving Father, please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. GCN, show your works that transcend the time and the space on those who are receiving the prayer through GCN Internet and satellite TV, branch churches, and the local sanctuaries, and all other children of God around the world. Give them the faith to believe that from the hurt to drive away negative thoughts and the doubts, all tests and the trials. From head to toe, all organs, joints, nerves, tissues, and the cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit and the original light. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, all disease, germs, and viruses, and the infirmities go away, light come. Please scorch all their incurable disease with the fire of the Holy Spirit. Drive away all endemic disease, including malaria, all infectious disease, including cold, flu, and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them of all stomach, lung, liver, breast, urine, and the intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral stroke, high and low blood pressure, diabetes, a thyroid problem, and the heart, lung, and women's disease, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and herniated disc, back pain, headache, nausea, and all other pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurosis, and other mental disease go away. All kinds of paralysis be loosened, get up, walk, and leap. Let the eyes see, let the ears hear. Let the blind come see, let the deaf hear, and the mute speak. Heal them all of the after effect of all kinds of accidents. Fix their broken bones. Restore them from burns. Let the heat and the burning sensation go away. Father, please have all skin be intact. Be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. Let the dead nerves, tissues, and the cells be regenerated. Bring the dead back to life. Give them the blessing of the conception. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan, the ruler of the power of the air, evil forces of the heavenly places, and their servant go away. Go away, evil unclean force and the deceitful spirit, and all forces of darkness. Loosen the bond of the weakness, darkness, go away, light come.
Father God, give them the strength to cry out in the prayer and the power to cast off sins and become the sanctified. As their souls prosper and all the things go well with them. And let their families be evangelized, protect them from all kinds of accidents and disaster throughout this week, and bless them to lead a prosperous life without any problems. With a fiery wall of the Holy Spirit's heavenly hosts and the angels, and with your blazing eyes, protect all their children, their families, the workplace, and the business field. Please remember students, have a wisdom and the smartness, and the willing to study with the fervor. Please do not let them lose their heart, the worldly things, and let them love God more fervently. Let them be able to testify about the living God, saying, I've met and experienced God, and received His answer and the blessing. Father God, thank you. Be glorified, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.